Let's go straight to the book of 1 John chapter 5. Tuende katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura verse number 4. mstari wa 4. The Bible says, for whoever is born of God overcomes the world. And the victory that overcomes the world is our faith. Father, we thank you. Baba, tukushukuru. This is a wonderful afternoon. Mchana ama adhuhuri njema. Speak to us in a special way. Nena nasi katika njia specially. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu Kristo tuomba. Amen. Amen. We want to share the word of God today. Tunataka tushiriki neno la Mungu asubuhi ya leo. And what we are sharing is just amazing and powerful. Na mambo ambayo tunaongea ni ajabu tena mazuri. The devil is just mad, crazy. Shetani amekasirika, amekuwa mwenda wazimu. For what we are receiving in this place. Kwa mambo ambayo tunayapokea mahali hapa. Because they are part of the doctrine of salvation. Kwa sababu hizi ni sehemu za mafunzo ya wokovu. They are part of what we call redemption. Ni sehemu ya ukombozi. When you understand these things, wakati unaelewa haya mambo, okay, you see, when you read 1 John, wakati unasoma Yohana wa kwanza, the things you read here, they are called normative. Mambo ambayo unayasoma hapa yanaitwa normative. Normative in theology. Normative katika theolojia, it means they are doctrinal. Inamaanisha ya kwamba ni mafunzo ya itikadi. When you read Matthew, Mark, John, Acts of Apostles, you see the narratives. Wakati ambao unasoma Yohana, unasoma Mathayo, unaona maelezo pale ama historia. Narratives of what happened. Historia ya mambo ambayo ilifanyika. How Jesus walked, what he did. Vile Yesu alitembea na mambo ambayo aliyafanya. Now, when you go in the New Testament, sasa ukienda katika Agano Jipya, you pass Acts of Apostles. Ukipita kitabu cha Agano la on the other side, Matendo ya Mitume upande ule mwingine. So now these are what we call normatives. Sasa hizi ndizo tunaziita itikadi. It means they are best for doctrine. Inamaanisha ni mzuri sana kwa ajili ya mafunzo. Hallelujah. Praise so the Lord. What you read here is not a story. Kwa hivyo chenye unasoma hapa si hadithi. It's not something that happened. Sio jambo ambalo lilitukia. It's normative. Ni jambo la itikadi. God speaks to you. Mungu ananena na wewe. Hallelujah. Praise the Lord. He says whoever is born of God overcomes the world. It's normative, no discussion. Nasema kwamba yule ambaye amezaliwa na Mungu, yeye anashinda ulimwengu. So there is no discussion. Pale hakuna majadiliano. Whether the devil likes it or not, no discussion. Shetani apende asipende, hakuna majadiliano. Whoever is born of God overcomes the world. Full stop. Yeyote ambaye amezaliwa na Mungu anashinda ulimwengu. And then he says the world is okay, the one who overcome the world is now our faith. It means that's what we live in. Na maanisha kwamba hicho ndicho ambacho tunaamini. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. So remember last Sunday we were talking about the plant that God did not plant in our lives. Kumbuka wiki iliyopita tulikuwa tunaongelea kuhusu mmea ambao Bwana hakupanda ndani ya maisha yetu. And now today we add something on top. I remember this coming to the Grand Rendezvous. Yeah, na leo tunaongezea kitu kidogo na hiki tunaiongelea katika Grand Rendezvous. So today we add on top of what we said last Sunday. Leo tunaongezea zaidi ya mambo ambayo tuliyaongea Jumapili iliyopita. That everyone who is born of God overcomes the world. Ya kwamba yote amezaliwa ndani ya Mungu anaushinda ulimwengu. Kituo. Point number one, we need to understand here, who is that who is born of God? Jambo la kwanza tuelewe ni nani ambaye amezaliwa na Mungu. Because nobody just overcome the world per se. Kwa sababu sio mtu anashinda ulimwengu tu pale kwa utupu. The one who overcomes the world is the one who is born of God. Yule ambaye anashinda ulimwengu ni yule ambaye amezaliwa na Mungu. So we have the key word here is born of God. Neno hapa la msingi ni kuzaliwa na Mungu. And then we have another key word which is now our faith. Halafu kuna neno lingine la msingi ambayo inakuja pale inaitwa imani yetu. Now that is our faith. Hiyo ndio imani yetu. That is what we believe in. Hicho ndicho tunaamini. That is what we stand for. Hicho ndicho ambacho tunasimamia. That's what we die for. Na hiyo ndio tunaweza fidia. That's our faith. Hiyo ndio imani yetu. No discussion. Hakuna majadiliano. Whoever who has been born or whoever is born of God overcomes the world. Yeyote ambaye amezaliwa na Mungu anashinda ulimwengu. Now to be born of God, sasa kuzaliwa na Mungu, we see it in John chapter 1 verse 12. Tunaiona katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. All who did receive him, that's Jesus,
who believed in his name, he gave the right. In other translation, they say he gave the power. He gave the right or the power to become children of God. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. So that is where the journey starts. Sasa safari yaanzia pale. You are born of God. Umezaliwa na Mungu When you believe in Jesus. wakati unaamini ndani ya When you Yesu. accept him as Lord and Savior. Wakati unamkubali kuwa Bwana wa That is Mwokozi. when you are born of God. Hapo ndipo umezaliwa na Now, Mungu. listen verse number 13. Sikia mstari wa 13. The Bible says, who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor of the will of men, but of God. So Amen. this birth Sasa is not physical. Kuzaliwa huku si kwa kimwili. You don't go in the womb to be born. Hautaingia ndani ya tumbo niposa uzaliwe tena. But you are born when you accept Jesus. Lakini unazaliwa pinde tu unamkubali Yesu. And then you become a child of God. Alafu sasa unafanyika kuwa mtoto wa Mungu. How is it done? Inafanyika vipi? When you accept Jesus, Wakati unamkubali Yesu, God is on the throne. Mungu ako katika enzi yake. And then Jesus is here standing. Alafu Yesu amesimama hapa. Jesus is your advocate. Yesu ndiye wakili wako. And then God is on the throne. Alafu Mungu ako katika enzi You yake. here, you accept Jesus Christ. Na wewe upande ule unampokea Yesu Automatically. mara moja. Because Jesus died for sinners. Kwa sababu Yesu alikufa kwa ajili ya watenda dhambi. Jesus was not a sinner. Yesu Kristo hakuwa mtenda But dhambi. he died for sinners. Lakini alikufa kwa ajili ya watenda He dhambi. died for all your sins. Alikufa kwa ajili ya dhambi zako He zote. didn't just die for some amount of sin Hakukufa kwa ajili ya dhambi kiasi fulani and left some sins. na zingine akawacha. He died for all your sins. Alikufa kwa ajili ya dhambi zote. Now, Sasa your condemnation is because you are born a sinner. hukumu yako ni kwa sababu umezaliwa ukiwa mtenda dhambi. Even if you have lived a holy life, Hata kama umeishi maisha matakatifu, the blood that you are carrying damu ambayo umebeba was in Eve, in Adam, ilikuwa ndani ya Hawa na Adamu when they sinned. wakati walitenda dhambi. So you are the generation of Adam and Eve. Ndio sababu wewe ni kizazi cha Adamu na Hawa. And because they were Kwa sinners, sababu walikuwa watenda dhambi, you are born a sinner. unazaliwa ukiwa mtenda Can you dhambi. say hallelujah? Mtu aseme haleluya. Some people will tell you, I've never sinned in my life. You are born a sinner. Kuna watu wanakuambia kwamba sijaitenda dhambi maishani mwangu. Ulizaliwa ukiwa mtenda dhambi. Forget about sinning. You are born a sinner. Wacha maneno ya kutenda dhambi. Ulizaliwa ukiwa mtenda dhambi. Everybody. Kila mtu. The Pope, the Hata Cardinal, Pope, hapa nani? even the witchcraft, the witch doctor, Hata wale all those waganga. people, Watu hao wote. even the archbishops, the Hata bishops, bishops. the reverends, Wa reverend. right reverend. Ma right and Left left reverend. reverend. Wote. Do you have left? I don't know. All of them Wote hawa were born sinners. walizaliwa wakiwa watenda Am dhambi. I talking sense? That's what we are talking about new birth. If you don't understand this, you cannot talk about new birth. Because they were born sinners, they need to be born again. Ya, ndio sababu tunaongea kuhusu kuzaliwa kwa mara ya pili. Usipoelewa hii basi hautaelewa nini ambayo tunasema. Why born again? Mbona uzaliwe mara ya pili? Because we were sinners. Kwa sababu tulikuwa watenda dhambi. Do you understand? Tunaelewana? That's why we need to be born again now. Ndio sababu inabidi tuzaliwe mara nyingine. Now, this new birth, Sasa kuzaliwa upya it is spiritual. ni ya kiroho. That's why the Bible says not of blood, Ndio sababu Biblia inasema kwamba si kwa damu not of the flesh, na si katika mwili not of the will of man. na si katika mapenzi ya It mwanadamu, is of God. lakini kutoka kwa Mungu. Now, when you accept Jesus, Sasa wakati ambao unampokea Yesu, Jesus is stand here. Yesu anasimama hapa. He is your advocate. Yeye ndiye wakili wako And Jesus is carrying every sin that you did. na Yesu amebeba dhambi zote ambazo umezitenda. And he tells God, Alafu anaambia Mungu hivi, I have atoned for him. yeye nimemsamehe, I've atoned, I've paid nimelipa for him. kwa ajili ya So dhambi now zake. this person is free. Kwa hivyo huyu mtu ako huru. And God in his throne, Na sasa Mungu katika enzi he yake makes a declaration. anafanya tangazo. Say from now on, Sema kuanzia leo you are free of charge. wewe uko huru. No condemnation. Sio, hakuna hukumu You are tena. a child of God. Wewe ni mtoto wa Mungu. You are now born again. Umeokoka. It is a declaration. Ni tangazo ama tamko. You have been justified. Umefanywa kuwa haki. Not because of what you have done, Si kwa sababu ya matendo yako, because of your advocate. lakini kwa sababu ya wakili What wako Jesus did. ambaye anaitwa Yesu Kristo. You cannot be punished. Huwezi He ukahukumiwa. was punished for you. Yeye alipigwa kwa ajili You yako. are punished
when you refuse to accept him. basi utaadhibiwa wakati ambao utamkataa. But if you accept him, Lakini ukimkubali, he takes away your punishment. anachukua ile adhabu yako yote. Can we say hallelujah? Tuseme haleluya. This is what we call primary school, nursery. Hii ndio tunaita shule ya msingi. Let me go back. Wacha nirudie tena. John chapter 1 verse 12. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. Every person, Yeyote yule, kila mtu all who did receive him, ambao walimpokea, all, it means every person, wote, inamaanisha watu wote. whoever Yeyote yule believe in him, aliamini ndani yake, in his name, na katika jina he lake gives you the right, anakupatia he gives haki, you the power kupatia nguvu to become a child of ya God. kufanyika mtoto wa Mungu. Nobody discusses about it. Hakuna mtu ambaye analeta majadiliano It's pale. God giving you. Ni Mungu ambaye anakupatia. It's not about your neighbor. Si kuhusu jirani It yako. doesn't concern your pastor. Hii hata ihusiane na It is mchungaji wako. God giving you. Huu ni Mungu ambaye You anakupatia. accept Jesus Kumpokea Yesu, and God declares na you Mungu anakutangaza justified, ya kwamba wewe ni mwenye haki, forgiven, umesamehewa, child of God. mtoto wa Mungu. Now you are born of God. Sasa umezaliwa na Mungu. Can I continue? Basi naweza songa mbele. 1 John chapter 5 verse number 4. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4. Whoever is born of God Yeyote ambaye amezaliwa na Mungu overcomes the world. anaushinda ulimwengu. Whoever, Yeyote yule, whoever, every tribe on earth, yeyote katika kabila yote ya dunia, whoever, any race, inamaanisha kutoka taifa lolote. whoever, Yeyote, you can come from the Pygmies, naweza toka katika pigmi, you can come from Bambote. You know naweza toka Bambote? katika kabila ya Babote. You know there are some tribes that have been despised or discriminated Unajua kuna makabila ambayo or yamedharauliwa looked sana, down upon. ambayo imedharauliwa. Whoever is born of God Yeyote ambaye amezaliwa na Mungu overcomes the world. anaushinda ulimwengu. Now this new birth in itself Sasa kuzaliwa upya ndani yake is a mystery. ni siri. Sometimes we do not understand. Wakati mwingine hatuelewi. It is a mystery. Ni siri, Sio siri, ni fumbo. ni fumbo. You see, I even speak Swahili than you. It is fumbo. Ni fumbo. Hallelujah. Amen. Fumbo maana yake ni kitu kimefichwa, lazima utafutishe kisha utagundua. Because it's not just new birth per se. Sasa sio kuzaliwa tu ya kawaida. It is big. Ni kubwa It carries a lot. na imebeba mambo mengi. When you read John chapter 3 verse 8. Naposoma Look Yohana at what 3 mstari wa Jesus 8. says. John chapter 3 verse 8. Look at this one. This is now Jesus speaking to Nicodemus. What did he say? Look. The wind blows where it wishes. And you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone, my God, who is born of The Spirit. What did we say? Tumesema nini? Few seconds ago, what did we say? Sekunde kadhaa ambazo zimeisha. Few seconds ago, what did we say? In John chapter 1 verse 13. Few minutes. John chapter 1 13. What did we say a few minutes ago? We say what? They are not born of blood. Blood. Or of the flesh. And then we go to John chapter 3 verse number 8. They are born of what? The Spirit. Of the Spirit. God is Spirit. Can we say God is Spirit? Tuseme Mungu ni roho. Hey. Okay. Put John chapter 4 verse number 23 and 24. John chapter 4, 23. Look at that. But the hour is coming and is now here when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such a people to worship him. 24. God is what? Spirit. God is a spirit, and those who worship him must worship him in spirit and Truth. so now we go back to John. What did he say? They are born not of blood but they are born of Spirit. God, because God is spirit. Can we say amen? Naweza sema amina. Now this is what the new birth entails. Basi haya ndio mambo ambayo yanajumlishwa katika kuzaliwa kupya. The new birth means you are born of God. Kuzaliwa mpya inamaanisha kwamba unazaliwa ndani ya You Mungu. become a child of Unakuwa God. mtoto wa Mungu. The limitations that the physical world can create upon around you,
Mipaka ambayo mwili wa kawaida unaweza kuwekea are broken. zimevunjwa. Hallelujah. Amen. Now you become like wind. Alafu sasa unafanyika kama upepo. I didn't write the Bible. Mimi si kuandika Biblia. Jesus says those born of God, Biblia inasema kwamba yule ambaye amezaliwa na Mungu, born of the Spirit, amezaliwa ndani ya Roho, they are like wind. hao ni kama upepo. They blow wherever they wish. Wanavuma mahali ambapo You wanataka. can hear them, Unaweza sikia sauti yao, but they're unstoppable. lakini huwezi wazuia. So John agrees with Kwa Jesus hivyo Yohana anakubaliana na Yesu and write that na anaandika hivi: whoever is born of God yote ambaye amezaliwa na Mungu overcomes the world. anaushinda ulimwengu. When you hear the world, Wakati unasikia it ulimwengu, doesn't mean this physical we touch the world. haimaanishi udongo ambao unauona hapa na It pale. means the system of the world, Inamaanisha mpangilio ya ulimwengu, the demonic condition of the world, hali ya uovu ulio katika the dunia, satanic condition of the world. hali ya ushetani ambao uko katika dunia. Remember what we said last Sunday, Kumbuka mambo ambayo tuliyasema that Jumapili iliyopita, God is the author, the beginner of your life. ya kwamba Mungu ndiye mwanzilishi wa maisha yako, And because God started, God must finish. na kwa sababu Mungu alianzisha lazima amalizie. Put Hebrews chapter 12 verse number 2. Weka Waebrania 12 mstari wa 2. Hebrews chapter 12. Look at that. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Is what? Is the founder. Yeye ndiye mwanzilishi. Is the author. Yeye ndiye And mwanzilishi. is the perfect. Hallelujah. Wow. This is just amazing. So he found, he Alianzisha, perfect, and he finishes. anaanzisha, anaisawazisha, alafu anamalizia. Can you put like amplified, a different Weka translation? amplified. I want us to get here. Looking away from all that will distract to Jesus, who is the leader and the source of our faith, giving the first incentive for our belief, and is also its finisher. What do you see there? Naona nini pale? Finisher. Wa kumalizia. So, Jesus is the source, which means the beginner. Yesu ndiyo chanzilishi, manake ndiye mwanzo, ndiye anaanzisha. The other translation, they call him the founder. Tafsiri zingine zinamuita mwanzilishi. And this one call him the source. Hii inamuita chanzo. The source, it means the beginning of something. Chanzo inamaanisha ni mahali ambapo kitu inaanzia. There is no source, there is no water. Basi kama hakuna chanzo hakuna maji. Can I continue? Naweza endelea. Now, he is the source Yeye ndiye chanzo and he is the perfecter. na yeye ndiye anaokamilisha. You know, there is there, the Bible says what? Look at there. Bringing it to maturity and perfection. You see that? So Jesus begins, Yesu anaanzisha, Jesus leads, Yesu anaongoza, Jesus perfects, Yesu anakamilisha, Jesus na concludes. Yesu anamalizia. So he starts your life, Anaanzisha maisha yako, he carries you on, anakubeba and he njiani, completes your journey. alafu anamaliza safari yako. Listen, church. Sikieni kanisa, The fact that you are a child of kwa God sababu ni mtoto wa Mungu does not imply that you cannot come across some, difficulties. haimaanishi kwamba huwezi kumbana na changamoto. You can come across some difficulties. Waweza patana na changamoto maishani, People can hate you. watu waweza kuchukia, People can talk bad about you. watu waweza ongea mabaya kukuhusu, People can wish you bad. watu wanaweza kutakia maovu, People can curse you. watu wanaweza hata kukulaani, Even members of your family. hata baadhi ya watu ya jamii yako, Even the society. hata jamii kwa ujumla. Sometimes you can try a business. Wengine unajaribu biashara, It doesn't work. haifanyi kazi, It goes bankrupt. inaanguka. Sometimes things can come. Mambo yanaweza kuja maishani, But because God started, lakini kwa sababu Mungu ndiye alianzisha, because God is the founder, kwa sababu Mungu ndiye chanzo, because God is the kwa source, sababu Mungu ndiye mwanzilishi. the writer says, Mwandishi hapa anasema
what he started, kile ambacho alianzisha he perfects. anakikamilisha. What he started, Kile ambacho anaanzisha he finishes. anakimalizia. Hallelujah. Praise the Lord. So you are not on your own. Kwa hivyo hauko peke yako, He is with you. yeye yuko pamoja nao. No matter the situation. Haijalishi ni hali gani unapitia. It is in the church Ni ndani ya kanisa where you find people ambapo unapata watu who are shaking ambao wanatetemeka in their faith. ndani ya imani yao. Something small, Kitu kidogo they start shaking. wanaanza kutetemeka. Small difficulty, Maugumu kidogo they start shaking. wanaanza kutetemeka. Oh, when I look at my life, Oh, nikiangalia maisha when I look yangu, at the end of the tunnel, nikiangalia mwisho I wa just see darkness. naona tu ni There is giza. no darkness. Hakuna giza. God cannot start what will end up in darkness. Mungu hawezi anzisha kitu ambacho kitaishia katika God giza. will start what will end up in glory. Mungu ataanzisha kitu ambacho kitamalizia na utukufu. Listen what I told you last Sunday. Kumbuka mambo ambayo niliwaambia God Jumapili knows iliyopita. the end from the beginning. Mungu anajua mwisho wa jambo tangia mwanzo. Honestly, remember the former things. Mungu anataka kuwakumbusha because you do forget quickly. So remember the former things which I did. I'm a God who has gone through history. I've done things. So through what I've done, you can believe me. You can trust me. Can we say hallelujah? Amen. Now look at this one. I am God and there is no one else. God is one. God is unique. Mungu ni Yahweh, mmoja. that is his name. Mungu ni mmoja na ni wa kipekee. Yahweh ndio jina lake. We were in the state called Iowa in August. Kule mwezi wa 8 tulikuwa mahali panaitwa Iowa. That's America. Huko Amerika. We met a Jew. Tukakutana na Myahudi. And then we were speaking in a conference. Alafu tulikuwa tunaongea katika kongamano. And he was one of the speakers. Na alikuwa mmoja wapo ya wanenaji pale. The first day he spoke before and then I spoke later. Siku ya kwanza akaongea alafu nikaongea And baadaye. then on Sunday I spoke before and then he spoke also later. We were ministering together. Jumapili iliyofuata akaongea kwanza, mimi nikamaliza. We were only the two speakers. Tulikuwa wawili tu. So this man told us Sasa mtu akatuambia hivi that the name Yahweh, ya kwamba jina Yahweh that's the name of God. hiyo ni jina la Mungu. But the Jews Lakini Wayahudi have turned it into Jehovah wameibadilisha kuwa Yehova out of respect. kwa sababu ya heshima. Because they said by writing Yahweh, Kwa sababu wanasema kwa kuandika Yahweh you can make a mistake. waweza kosea katika kuandika. And that is a taboo for a Jew. Na huo ni mwiko katika Wayahudi. Or you write a mistake and then you rub. Ama That's a taboo. Ama unafanya makosa unapoandika alafu unafuta. Hiyo ni makosa kubwa For a sana Jew. kwa Myahudi. So here, ukisoma pale, When you read this. the name used there is the name now of the God. Jina ambayo The name imetumika of hapa God. ni jina la Mungu His mwenyewe. name now. Jina lake He sasa. says, I am God. Nasema mimi ni Mungu. This is a command. This is dangerous. Hii ni hatari, ni amri. I am God. Mimi ni Mungu. And there is none like me. Na hakuna mwingine kama mimi. Remember the former things. Kumbuka mambo ya I zamani. am God. Mimi ni Mungu. Nobody like me. Hakuna yote kama mimi. Look at number 10. Angalia mstari wa 10. He says, I declare the end and the result from what? From the beginning. I declare Nasema the end. kwamba I declare the anatangaza result. jambo ikiwa kule mwisho. And from ancient times, the things that are not yet done. Vitu havijazaliwa, God already knows everything. God knows everything. And then he says, my counsel shall stand. What is the counsel? Anasema shauri langu litasimama milele. You are the counsel of God. Wewe ni shauri la Mungu. I say you are the counsel of Nasema God. wewe ni shauri la Mungu. Hallelujah. Amen. You are the counsel of God. Wewe ni shauri la Mungu. He says, my counsel shall stand. Anasema shauri langu litasimama. Why do I say you are the counsel of Mbona God? anasema kwamba hii ni shauri la Mungu? Because God created you Kwa sababu Mungu alikuumba for a reason, akiwa na sababu, for a purpose. akiwa na kusudi. That purpose Na ile kusudi represents God's counsel. inaonyesha shauri la Mungu. Do you understand that? Tunaelewana? So he releases you Kwa hivyo anakuachilia to go and fulfill things. uende utimize mambo. And God says Na Mungu anasema that my counsel, lile shauri langu, which means that my purpose, ambayo inamaanisha kusudi my langu, project, mpango wangu, my will, my mapenzi declaration yangu, shall stand, and I will do all my pleasure. There is nobody pushing God around. hakuna mtu wa kumsukuma Mungu hapa na pale.
He says, my pleasure Anasema mapenzi and yangu my purpose. na kusudi langu. That purpose is you. Ile mapenzi ni wewe. If I were you, Ningekuwa wewe, I could have stood up ningesimama and wima, shouted na niseme and haleluya, blessed his name. na nibariki And then jina I sit lako. down. Alafu niketi chini. You see. Sikia, You don't get it. wewe haushiki I mambo. didn't write the Bible. Mimi si kuandika Biblia. We are reading. Tunasoma pamoja. Look at that. Ona God mambo. says, my counsel shall stand. Okay, according to you, what is the counsel of God? Kulingana na wewe shauri la Mungu ni nini? Okay, let me show you one of the counsels of God. Wacha nikuonyeshe shauri moja la Mungu. Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Put there. Mwanzo sura ya 12 mstari wa We kwanza. are talking about the counsel of God. Look at that. Now, the Lord said to Abraham, go for yourself, for your own advantage, away from your country, from your relatives and your father's house, to the land that I will show you. 2. And I will make of you a great nation, and I will bless you with abundant increase of favor, and make your name famous and distinguished. And you will be a blessing, dispensing good to others. Number 3. And I will bless those who bless you, who confer prosperity or happiness upon you, and curse him who curses you or uses insolent language towards you. In you will all the families and kindred of the earth be blessed, and by you they will bless themselves. That's the counsel of God. Hilo ni shauri lake Mungu. Hallelujah. Amen. That's the counsel of God. Hilo ni shauri la Mungu. So wherever Abraham went, Kwa hivyo mahali ambapo Abraham he was alienda an oracle. alikuwa ni tamko la He Mungu. was the counsel of God. Alikuwa ni He was shauri the la Mungu. project of God. Alikuwa ni mradi wa Mungu. Wherever he Mahali entered, ambapo alienda, you touch Abraham, ukimguza you Abraham touch his counsel. ni kama You umeshika touch shauri la what he Mungu. started. Unashika You kile touch ambacho his Mungu alianza. purposes. Unashika You kusudi la touch his Mungu. agenda. Unashika kauli mbiu ya Mungu. That's why you curse him, you are finished. Ndio sababu wakati ambao unalaani Abraham wewe unaisha. But when you bless him, you're also blessed. Lakini ukimbariki wewe unabarikiwa. Hallelujah. Praise the Lord. So whatever God started, Kwa hivyo chochote ambacho Mungu alianza it has his counsel. iko na shauri It has lake. his blessing. Iko na baraka It zake. has his purpose. Iko na kusudi lake. Now we go back there Sasa turudi pale because new birth is a mystery. kwa sababu kuzaliwa kupya ni siri ama fumbo. Sometimes when you look at yourself, Wakati mwingine wakati you unajiangalia still have your 2 legs, bado uko na miguu yako mbili, your 2 hands, una mikono yako, your head that you have known through the years. kichwa ambacho umekifahamu miaka hii yote. Even though you believe Jesus, Japokuwa unaamini Yesu, you are still the same person. ungali ule mtu. You go in the mirror, Kienda katika kioo, you look at yourself, unajiangalia, there is no change. hakuna mabadiliko. Sometimes you tend to think that you are that same person. Wakati mwingine unafikiria kwamba wewe ni ule mtu You wa are not zamani. that same person. Wewe sio ule mtu wa zamani. You are born again. Umeokoka ama umezaliwa You mara ya are a pili. child of God. Wewe ni mtoto wa Mungu. Your life is distinguished. Maisha yako ni ya kipekee. It is hidden in God. Imefichwa ndani ya Mungu. And because God cannot fail, Na kwa sababu Mungu hawezi shindwa, you cannot fail. wewe pia huwezi shindwa. Whoever is born of God Yeyote ambaye amezaliwa na Mungu overcomes the world. anaushinda ulimwengu. You may be short, you may be tall, you may be big, you may be slim, you may be from which nationality or tribe. Whoever is born of God overcomes the world. Full stop. Waweza kuwa mrefu, ukuwe munene, ukutoke taifa lolote lile, yeyote ambaye amezaliwa na Mungu anashinda ulimwengu. Now I say this. Sasa nilisema hivi, Conditions may come. mambo yanaweza kuja Situations may come. na hali pia kumbane nazo. People may look and see you in a situation. Watu wanaweza kuangalia waone uko katika shida They can laugh at you. na wakuweze They kuchekelea. can say, look at him. Anaweza sema muone huyu, Look at her. muone huyu She's in dada a situation. ako katika hali mbaya. Maybe she's sick. Pengine ni Maybe mgonjwa, she has a problem. pengine ako na tatizo, Maybe she has trouble. pengine ako na No mashida. matter what comes, Haijalishi kipi ambacho kimekuja, the end, mwisho wake you shall win. utaweza kushinda. You shall win. Utakuwa mshindi. The end, Mwisho wake you will testify. utakuwa na ushuhuda.
Therefore, Kwa hivyo a child of God, mtoto wa Mungu you don't despise usimdharau. somebody who has God Mtu ambaye ako na Mungu when he's still alive. akiwa angali hai, Don't despise. usimdharau. Don't despise. Usijaribu kumdharau. Hallelujah. Praise the Lord. Hapana cheka mtoto wa Mungu kabla angali hai. Amen. Don't laugh. Never laugh at the child of God when he's still alive. Hapana cheka. Never laugh at a child Hapana of God. zarau. Never even despise. Oh, ule yeye ameshindwa, ule amefail. Oh, ule hakuna mahali anaenda. Umwangalie siku hizi kwanza hata ameishiwa. Anatembea ni kama amechanganikiwa. As long as God is still on the throne. Ngali Mungu wako katika enzi. Acha. As long as God is sitting on the throne. Radi Mungu amekalia kiti cha enzi. That throne. Ile kiti cha enzi. Don't laugh. Usicheze. Don't laugh. Usimchekelee. Whatever you say about the person, Chochote ambao unaongea kuhusu mtu, leave it that way. iwache tu. Maybe put a comma. Pengine weke tu koma. Don't put a full stop. Usiweke kituo. Because God is still on the throne. Kwa sababu Mungu wako katika enzi. Hallelujah. So this is so powerful. Kwa hivyo mambo haya ni ya nguvu When sana. you go through a situation, Ukipitia hali maishani, it's not the end of the road. huu sio mwisho wa barabara. If today you are broke, Kama leo hauna kitu, it doesn't mean you are a failure. haimaanishi kwamba umeshindwa. No, you're not a Hapana, failure. hujashindwa. You are just broke. Wewe ni kukosa But tu there is umekosa. no money in the pocket. Ni sababu tu hakuna pesa kwa mfuko. But God can make a way. Lakini Mungu anaweza tengeneza Today njia. there is no money, Mahali ambapo kuna and pesa, tomorrow there is money. kesho zipatikane. God can make a way. Mungu anaweza tengeneza njia. Listen, Sikieni, what God starts kile ambacho Mungu anaanzisha will overcome the world. lazima kishinde ulimwengu. In Egypt, Kule Misri, Israel stayed there for 400 years. wana wa Israeli wakakaa pale They miaka 400. mistreated Israel, Na wa Misri wakawatesa wa gave Israeli. them hard labor, Wakawafanya wakuwe na kazi ngumu labeled the Israelites. na wakawaweka vibandiko. Wakawapanga vibandiko majina, wanatembea wengine wamevaa manguo ya kuwafanya wajulikane, ule ni Mwisraeli, ule angalia vile amevaa, wale njoo wao wale. So discriminated, abused, Wakawa wametendeshwa kazi mbaya, hata wamebaguliwa, segregated. wametengwa. All kind of manners were done. Aina ya maovu yote wakatendewa. Their firstborn, not firstborn, but their sons were killed. Watoto wao wakawa wanauliwa. Yote ye to try to not just despise or stop or sabotage that which God started with Abraham. And everything ilikuwa ni kwa ajili ya kuzuia na kuharibu, kuangamiza kile ambacho Mungu alikuwa ameanzisha na Abrahamu. The Bible says, Biblia inasema the more they mistreated them, vile waliendelea the kuwatesa, more they increased. bado waliendelea kuongezeka. Zambe na mikalika lina mo. Exodus chapter 1 verse number 12. The more they mistreated them, Vile waliendelea kuwatesa, the more they increased. ndivyo waliendelea na Look at kupanuka. that. But the more they were oppressed, the more they multiply. And the more they spread abroad. I like that. They spread abroad. Unajua kuspread abroad maana yake nini? Kuvunja mipaka. Amen. Hallelujah. Kuvunja mipaka. It Kuvunja means mipaka. these were people who are just breaking the boundaries, Maanisha kwamba walikuwa wanavunja mipaka, breaking their limits, wanavunja mipaka, spreading abroad, wakiendelea kuongezeka kwa wingi, expanding, wakiendelea kupanuka, increasing in wakiongezeka number, katika hesabu, in money, katika pesa, in glory, katika utukufu, they became famous. katika kujulikana. They were unstoppable. Walikuwa hawezi zuiliwa. The Bible says, Biblia inasema and the Egyptians did what? Were in dread of the people of Israel. What is dread? kuwa na wasiwasi na woga. Huh? Wakafia. Wakaogopa. Hallelujah. Did you hear that? Unafiaje? Waambi, unafiaje? How do you fear? Ama utaogopa namna gani? Unafiaje? Hawa watu hawa mumewabebesha mawe mazito, mumewafanyisha kazi ngumu, mumewatesa, munaua watoto yao ya kwanza, na munaogopa nini? Mtu kuna kitu ya Mungu anatisha. Amen. Hallelujah. When you have the thing of God, you are just amazing. Yes, yote ambaye amebeba kitu cha mtu ni wa ajabu na anatisha. So the more
they were oppressed, Kwa hivyo vile waliendelea the more kuteswa, they multiplied. hivyo ndivyo waliendelea kuongezeka. Let me prophesy. Wacha niwatabirie, In your life, katika maisha yako you are going to spread abroad. umezaliwa kupanuka You kwa are going to spread kushoto. abroad. Amen. And listen, Nasikia and listen na well. usikie vyema. The things you go through now, Mambo ambayo unayapitia the sasa, situation you are in now, hali ulio nayo saizi cannot stop that which God started. haiwezi kazuia kile ambacho Mungu ameanzisha. Never, Haiwezi. never. Haiwezi. The situation can come, Hali ambayo inakuja, but the counsel of God lakini shauri la Mungu cannot be frustrated. haliwezi likaharibiwa. Wewe utaniambia ule ana frustrate the counsel God speaks and you come and frustrate. Who are you? Wewe ni nani ukuje kupinga, kuzuia shauri ambalo Mungu amelitamka? Wewe ni nani? Whoever born of God Yeyote amezaliwa na Mungu shall overcome the world. hata ushinda ulimwengu. That situation Ile hali you shall overcome. utashinda. You are coming out Unatoka nje victorious ukiwa na ushindi, with a testimony. ukiwa na ushuhuda. People who had despised you before Watu ambao walikuwa wamekudharau shall see that wataweza kuona and hiyo glorify God. na mtukuze Mungu. Inua mikono juu, inua mikono juu. Let's Inua mikono raise juu. up our hands. Father, we thank you in the name of Jesus Baba, tukushukuru katika jina la Yesu. for your word. Asante kwa neno lako. I bless your people. Bariki watu wako. I bless your gathering. Bariki kusanyiko lako. As they go home now, Unapoenda nyumbani, may your grace and favor kibali na neema be yako upon everyone. kawe juu ya kila mmoja. Thank you, Lord. Asante Bwana. Tomorrow is prayer and fasting Kesho ni maombi na kufunga for 3 kwa days. siku tatu. In these 3 Kwa days, hizi siku tatu we declare these 3 days tunatangaza siku the tatu. 3 days of visitation. Siku tatu za kutembelewa. You are going to move in a mighty way Tutatembelea katika njia ya than kipekee. ever before. Kabla ya siku Things nyingine. are changing. Mambo yanabadilika. Miracles are happening. Miujiza inafanyika. Boundaries are being broken. Mpaka inavunjwa. We are moving forward. Tunatembea mbele. Oh God, Asante Bwana. receive glory. Pokea utukufu In Jesus' name we katika pray. jina la Yesu. Can we say amen? Amen.